nikiwa na imani kubwa ya kwamba Bwana aliyekuita ni mwaminifu na amekuweka hai kwa ajili ya makusudio yake, na niko na imani ya kwamba neno la Bwana litazidi kuwa guzo katika maisha yako. Wale wanaongozwa na neno wanafanyika wana wa Mungu, wale wanaongozwa na neno wanafanyika wana wa Mungu. Na kwa hivyo Yesu akasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate tu peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na kwa hivyo jioni ya leo niko na neno ambalo nimepewa na Bwana tuweze kulishare na liweze kuwa la faida katika maisha yako. Wasionijua, ninaitwa Pastor Raphael wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Wacha tuombe. Ninakutukuza mfalme mwema na mwaminifu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ninaomba uweze kunitumia tu kama shombo kwa utukufu wa jina lako, na yale ambayo tutakayoyaongea yakuwe ya faida kwa mwili wa Kristo. Ninaomba unitumie tu, bali ni mtumishi asiyekuwa na faida. Sifa na utukufu Bwana zikurudie. Yale ambayo nitakayoongea jioni ya leo isaidie mtu wako kwa utukufu wako, in Jesus name. Nataka kuongea kuhusu roho inaitwa rejection. Kutoka juma moja ianze hadi juma ingine, ile tunaitaga 1 week, from Monday to Monday, watu wanakuaga na activity tofauti wanafanya in the course of the week. Unakuta ya kwamba kuna shughuli hata mipango ulio nayo hata kesho, ambao unaazimia ya kwamba hiyo mipango utaweza kuikamilisha, ila kuna forces huwa zinapigana na mwanadamu. Unajikuta ya kwamba kila azimio ulilo nalo na kila mpango ulio nalo, unakuta ya kwamba hiyo mipango haikukamilika. Ni tabia ya Mungu kuwekea watu fulani wigo katika maisha, na unakuta kuna watu wengine ambao maisha yao inakaa kama haina wigo. Hiyo ni kusema ya kwamba maisha yako inaweza igiriwa anyhow. Wigo ni ile tunaitaga fence. Maisha yako inaweza igiriwa anyhow. Na kwa ajili ya hiyo unakuta ya kwamba kwa sababu maisha yako haina fence, na fence katika ulimwengu wa rohoni ni vitu ambazo hazionekani na macho. Unakuta maisha yako sasa inakuwa kama ya mtu ambaye anapigana na vitu ambazo haelewi ni nini. Na niseme hivi, frustration hizo za maisha zimesababisha ufike level mpaka unaonekana kwamba hakuna Mungu, nikana kwamba Mungu hakupendi, nikana kwamba Mungu haigiri maisha yako, ni kama Mungu hamsaidiani na hakusaidii, ni kama amekuashiria mpaka unashindwa, na mimi maisha yangu itakamilikia wapi, na mimi maisha yangu itaishia wapi? Na niseme ya kwamba unakuta kwa maisha kila mahali unaenda you face a lot of hatred. Yani watu watakushukia for nothing. Kushukia for nothing ni kama vile Daudi alikuwa anasema ya kwamba nilikuwa ninalipishwa kitu ambacho sijawahi iba. Sasa huyo ni mtu ameshukiwa, watu wameiba mahali, alafu unakuta out of nowhere mtu amesema ni Daudi ameimba. Yani unakuta maisha yako inakaa kama kuna kitu kinakusukuma. Na niseme hivi, unaamini watu ati ya kwamba watakusaidia, lakini mwisho unakuta hawa watu umeamini sana, they have betrayed you. Hiyo ushungu inakuwaga kali, especially ushungu ya kuwa betrayed na mtu ambaye umesaidia, alafu mwisho amekubetray. Haifanani na ushungu ya mtu ambaye umeonana siku hiyo, mtu ambaye umeonana leo. Ushungu ya mtu ambaye umekaa kwake, umesaidiana, umemsaidia, ushungu hiyo si ya kawaida. Ndipo unakuta hata Daudi akisema ya kwamba macho yangu yamedhoofukwa na machozi, mateso yangu haipimiki kwa mizani. Mateso yake haipimiki kwa mizani. Anasema kwani aliyenitukana si adui yangu, bali ni rafiki yangu, tumetenda kazi fulani pamoja. Kwa hivyo matendo ya mtu ambaye umesaidiana pamoja akienda kinyume, unakuta ya kwamba haikupendezi, inaweka ushungu kuliko ya mtu wa kawaida. Ya kwamba umetrust watu, mnafanya biashara na wao, mwishowe wanakufail, wanafanya kinyume na vile ulikuwa unatarajia, mpaka unashindwa, kwani wakipaga hii kinyume nilikuwa wapi na hakukupatikana mtu wa kunielezea kwamba ninapagiwa kinyume hii? Yes, inafanyika kwa maisha. Na wakati mwingine unakuta ya kwamba umesaidia watu, umekuwa concerned na shughuli zao, lakini mwishowe wanakusegenya, wanasema unajipendekeza, wanasema ya kwamba hautoshi, hawajui kwa nini wanakuchukia.
unakuta ya kwamba umefanyia watu vitu vingi, mwishowe wanakukataa inapofika ni your turn. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna spirit inasababisha hii, na spirit hiyo inaitagwa rejection. Rejection ukiwa nayo katika maisha inakunyima ile ambayo ni haki yako. Yani you are rightfully the owner of that thing, lakini inakuwa diverted, inapatiwa mtu mwingine. Ya kwamba mpaka kila mtu alikuwa amekwambia congratulations, ni wewe unapromotiwa to supervisor kazini. Alafu orodha ikitokezea mwisho wa mwezi nani supervisor, kuna leto mwingine mgeni ambao mpaka watu wanashindwa ai, na si ni wewe umeshikilia hii kazi mwaka mmoja, tukijua ni wewe utakuwa promoted, umeshikilia yani una imagine ushikilie kazi mwaka mmoja, alafu wana promote mtu mwingine, mpaka unashindwa ni nini hii hawakuiona kwangu. Yani unakuta ya kwamba ndugu amekupenda na mpaka ulikuwa unaona ni Yakoba ni wewe mtafanya harusi na yeye, na kila kitu ilikuwa mpaka watu wanajua huyu ndiye anaoleka. Alafu unakuta ya kwamba kumetangazwa kanisani harusi tunatangaza ya fulani na fulani, na ulikuwa hapa na umeketi wanatangaza msichana mwingine, mpaka unashindwa kwani ni nini aliona mimi sina? Sio kitu hauna, ni ya kwamba uko na roho inazuianga ufika kwenye hatima. Kwa hivyo ukiwa na rejection, number one, you were deprived what is rightfully yours, ile ambayo ni haki yako unanyimwa. Number two, ukiwa na rejection, people will not accept you. Watu yani hawana kitu wanaweza shikilia, lakini wanasema hawakutaki. Ama unakuta ya kwamba ulikuwa na watu ukiondoka they are too free, lakini ukirudi unakuta ni kama wananyamaza mpaka wanashindwa kwani ni adui ameingia. Unakuta ya kwamba people they hate you for nothing, unashukiwa tu bure, ya kwamba watu hawakupendi, na hawakupendi si ati kwa sababu ya sura, hawakupendi kwa sababu wanakushukia tu bure, they hate you for nothing. Hiyo ndio inaitwa rejection. Na niseme jambo lingine ya kwamba your qualification and your hard work, they'll never give you what is due to you. Your qualification, umesoma na umehitimu, you hard work, unafanya kazi kwa bidii, lakini hizo zote combined, qualification na hard work, hazikupatii ile kitu ambayo ni haki yako sasa. Yani umefanya bidii and you are totally qualified, but they are still looking for your replacement while you are still there. Na unajua Yakoba, Sauli alitafutiwa replacement akiwa mfalme wa Israeli, na Daudi bado wako. Yani Daudi anatafutwa kama replacement, lakini Sauli bado wako. Ni kwa sababu amekataliwa. Mungu aliambia Samueli outright, nimemkataa. Hiyo kukataa, hiyo nimemkataa, hiyo ndio tunaita rejection. Na Deuteronomy 23 and verse 3, maandiko inasema ya kwamba no Amorite or Moabite or any other descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. Ati Yakoba wa Amori na wa Moabi hakuna hata mmoja atanikaribia kwa 10 generation. Sasa mimi niulize, 10 generation ni kama miaka ngapi? Miaka tukipima na vile maandiko inasema ni kama 50 times 10, ni kama miaka 500. Miaka 500, mtu ambaye amezaliwa mwaka 100 na kitu akiwa hapo katikati atajua Yakoba walikataliwa kwa nini? Kwa nini hawapati wema? Hiyo ni kusema Yakoba, watu wengine wanaona wema, lakini nyinyi peke yenu ndio mnakosa hiyo wema, mnakuwa segregated, mpaka unakuta Yakoba mambo yenu kufanyika inafanyika kwa ugumu mwingi, na unaweza kuta hata familia mzima everybody anafanya kitu with a lot of resistance, na watu wengine wakitaka kitu ifanyike, watu they offer to help them freely. Ati Yakoba, ulikuwa unataka nini? Kusaidia namna gani? Unaona huyu amesaidiwa na mlienda na yeye, na wewe unaachwa hapo kwa laini. Ukisema na mimi, unaambiwa nyamaza na ugoja hapo, nitakuja, na harudi tena, imeenda. Huyu anaitwa kado, anamaliziwa na anaenda, na wewe unabaki hapo. Sasa Waamori wako hivyo. Mungu akasema Yakoba hawatamkaribia for 10 generation. Na hiyo ni kusema ya kwamba kizazi kila kitazaliwa hapo katikati, ama hao watu katika kipindi cha miaka 500 wanapata hardship, wanapata ugumu, wanapata resistance, wanapata kudhulumiwa, na Mungu haigiri, hana biashara na wao. Na hiyo imesababishwa na nini? Na kwa sababu ya vitu walifanyia wana wa Israeli. Mungu akasema ya kwamba hawa nimewakataa. Na kwa hivyo wakati mwingine rejection inakuja kwa sababu ya matendo yetu, na kwamba kuna matendo unafaa kuwa nayo uweze kuwa mwangalifu. Kuna mavazi ukivaa ukienda mbele ya ndio unapelekwa for the first time kwa baba mkwe ama kwa mama mkwe. Sister, ninakuomba katika jina la Yesu ushuguze ile mavazi utavaa hiyo siku.
umeabua, ninakupeleka kwa babangu na mamangu. Maana hiyo first appearance mkikutana itasababisha aseme na nikasichana kazuri ama ni msichana. Imagine ameangalia mavazi. Na hiyo siku usiongee sana na kushauri, maana kuna maneno unaweza ongea pale waseme huyu hawezi oreka kwetu, waanza kushauri kijana yao na huyu hatumtaki tena, na ni maneno tu ulitamka kidogo. Mtu haongei sana hiyo siku, utakataliwa, utapata rejection. Hata ukiingia katika hiyo boma watafanya mambo yao na hawakuhusishi. Kwa sababu gani? Walikukataa kutoka the first day, siku ya kwanza waliokuona. Na mimi nakwambia hivi ndivyo uweze kuelewa, kuna matendo wanadamu hufanya inasababisha rejection. Kuna matendo huwa unafanya inasababisha mioyo ya watu ikukubali, na kwa hivyo ni vizuri uangalie matendo yako, maana ita attract maroho ya rejection ama ita attract maroho ya kukubalika. Number 2, rejection huwa inatoka wapi? Rejection inakuja wakati wa mtu kuzaliwa. Wakati unaingia hapa duniani uliingia namna gani? Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema nimeshukia Esau na nimependa Yakobo. Na unaelewa hata kuzaliwa kwao, Rebeka alipokuwa sikia tumbo yake kuna hali zinaendelea, aliambiwa ya kwamba kuna mataifa mawili yanapigana ndani ya tumbo. Kuambiwa kuna watoto wawili, mataifa mawili wanapigana katika tumbo yako, na mmoja alitoka akiwa ameshikwa na mwenzake mguu. Esau alizaliwa akiwa wa kwanza. This is abnormal. Ati Yakobo mtoto anayetoka wa pili alipoona ameshindwa alishika mguu avute. Sijui kama alikuwa anataka kuvuta ndani ya tumbo ama alikuwa anataka kufanya nini, lakini alishika mguu. Walizaliwa wote, mmoja ametoka mbele lakini mwenzake anatoka kwa. Kwa hivyo wakati mtu anaingia katika uso wa dunia, inajalisha sana watakao kuja wa kwanza watasema nini, wameona nini ndani yako. Kuna maneno watu wataongea, na kwa hivyo katika hiyo maneno isababisha maisha yako ipate rejection. Unakumbuka ile story ya mtu ambaye anaitwa Jabez? Maandiko inasema alipokuwa anazaliwa mamake alimzaa kwa ushungu, na akasema huyu aitwe Jabez kwa sababu ya ushungu. Hiyo tu peke yake ikasababisha kijana ya watu Adamu na ushungu katika maisha, kwa sababu maneno ilitamkwa na ikampatia neno la ushungu. Kutana na mtu ambaye anaitwa Delila alipozaliwa, maandiko inasema akaitwa jina Delila, ambayo inamaanisha a bunch of hair. Sijui mzazi wake ampatie hiyo jina ama ni nini ilikuwa kwa mawazo yake. Kwa hivyo katika njia yake lazima ingetafutiwa njia atainterfere na nywele mahali, na ndio ilikuta na mtu ambaye anaitwa Samson, ambaye na Mungu at that given time alikuwa amezaliwa kama Nazirite, na Nazirite yote nywele haikuwa inafaa inyorewe. Hata mtu kama Samuel alikuwa Nazirite, ndio maana hakunyorewa nywele. Samson Nazirite, lakini kwa sababu ya ile roho imeadama Delila na huyu mtu Nazirite, lazima wakakutana mahali. Na kwa hivyo rejection inakuja wakati mtu anaingia katika uso wa dunia. Kuna maneno watu huwa wanaongea, na kutoka pale unakuta ya kwamba vitu zinapangika. Vile mimba ilitungwa inasababisha sana rejection ikiwa dame. Wewe unaelewa ya kwamba Mary akashika mimba, na Mary aliposhika mimba, jamaa aliyekuwa amepanga kumuoa Mary anaitwa Joseph. Maandiko inasema ya kwamba Joseph akapanga kumwasha Mary kwa siri. Haachi Mary ati kwa sababu ameshukia Mary, anaasha Mary kwa sababu ya mtoto ambaye amebeba. Akapanga kuasha Mary. Let me tell you, maisha ya Yesu akiwa hapa duniani alikataliwa na Wayahudi wote. Walisema away with him, release Barnabas, na mumuue huyu. Na Barnabas ni mwizi, they know. Wanasema tuachiliwe mwizi, lakini huyu asulubiwe. Rejection imetoka wapi ya kiwango hicho ya kwamba watu wanaweza tetea mwizi, waseme afadhali mwizi wetu, lakini huyu mzuri, huyu anatenda miujiza, huyu anaponya wagonjwa, huyu hatutaki, tunataka mwizi. Rejection imeanzia kwa tumbo, vile alitungwa mimba. Akiwa kwa mimba, yule ambaye alikuwa anadhaminika kama babake mzazi alimkataa. Na hii ndio hatari ya wale wazazi wanazaa watoto bila kukubaliana. Unakuta ya kwamba mama ameshtukia, amesema anataka mtoto na mzee hataki mtoto. Lasha nikwambie, huyo mtoto kuna kitu kitamwadama katika uso. Kiliadama mwana wa Mungu mwenyewe aliadamwa na hiyo kitu. Na watu wakasema unanimously, away with him, wewe tupatie Barnabas tukae na mwizi wetu. Huyu anatenda miujiza na anaponya watu, hatutaki. Huyu tunajua, we all know alipea watu chakula jangwani.
watu zaidi ya 5,000 na alipeana mara 2, kuna wengine 4,000 alipea. Tunajua hiyo, lakini hatumutaki. Rejection hiyo yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu vile alitugwa miba. Hata yule ambaye alikuwa anaitwa baba alikuwa anasema huyo mtu afanya nini? Amwasha mama yake kwa sababu ya hiyo kutuga miba. Sasa ushike hivyo, na ninaongea hivi ndivyo uweze kujiangalia, am I rejected, ama mimi nakubalika kwa watu kwa urahisi? Maana hata kama uko na knowledge kiwango gani na unataka kusimama kiti cha ubunge, kiti cha MCA, kiti cha governor, ni vizuri ujiangalia kama unakataliwa, maana utatumia pesa yako mingi na watu watakukataa hata hiyo kiti unataka kusimama. Ama wewe ni mshugaji, uhamie uende kanisa, kama uko na rejection watakukataa watu. Unakuta kanisa ili umeikia kanisa ilikuwa na watu 100, wanaondoka wanabaki watu 15, mpaka unashindwa ni nini na nahubiri vizuri. Shida si kuhubiri kwako vizuri, ni roho ya rejection ikikuadama. Sasa basi, hii roho ikiadama mtu huwa inafanya nini? Hii roho ikiadama mtu inafanya nini? Ni vizuri tuangalie historia ya familia fulani. Genesis 29 and verse 32. Genesis 29 and verse 32 ni familia ya Yakobo wakipata watoto, na wale mabibi wawili walikuwa wanapata watoto kama kana mabishano, wanapata watoto kama mabishano. Biblia inasema Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben for she said, akapata mtoto akamuita Reuben. Yeye mwenyewe, mama mwenyewe akasema Yakoba, it is because the Lord has seen my misery, surely my husband will love me. Akaongea akasema, Mungu ameona kusubuka kwangu, bwanangu atanipenda. Verse 33 inasema Yakoba, she conceived again, and when she gave birth to son, she said. Anapopata mtoto anaongea, ushike hiyo. Akipata mtoto akapata Reuben akasema, bwanangu atanipenda, nimemzalia mtoto. Akapata mwingine na akasema, because the Lord heard that I am not loved, he gave me the son too, so she named him Simeon. Akapata wa pili akaongea akamuita Simeon. Verse 34 inasema, again she conceived, and when she gave birth to a son, she said, now at last my husband. Akaongea tena mara ya tatu akasema, bwanangu sasa atanipenda, atavutiwa sana na mimi kwa sababu nimemzalia watoto watatu. Akamuita Levi. Verse 35 akapata mtoto mwingine wa 4, akasema, this time I will praise the Lord, sasa nitamtukuza Bwana. So she named him Judah. Akasema, namtukuza Bwana. Akapatia mtoto jina Judah. Amezaa watoto 4. Alipozaa watoto 4, tuwashane na hiyo ingine. Let us go to Genesis chapter 30 and verse 3. Genesis chapter 30 verse 3. Sasa naye yule mama mwingine akaona yeye hapati mtoto, akapeana mjakazi wake anaitwa Bilha. Then she said, here is my Bilha, my servant. Sleep with her so that she can bear children for me, and I too can build a family through her. Verse 4 inasema, so she gave her servant Bilha as a wife. Jacob slept with her. Verse 5 inasema, and she became pregnant and bore a son. Akapata miba. Bilha akashika miba na akazaa mtoto. Verse 6 inasema, then Rachel said, mwenye kuzaa ni Bilha, lakini si aliongea. Aliyeongea ni Rachel, maana mtoto aliyezaliwa hakuwa wa Bilha, atazaliwa mtoto ambao ni wa Rachel. So Rachel ndiye aliongea, akasema, God has vindicated me and he has listened to my plea and given me a son. Because of this she named him Dan. Akapata mtoto akamuita Dan, na wakazaa watoto wengine. Ningependa tuende kwa Genesis 30 and verse 21. Tuone Genesis 30 verse 21. Sometime later she gave birth to a daughter and named her Dinah. Sasa yule wa kwanza Lea akapata mtoto akamuita Dinah. Alikuwa anatarajia apate kijana na hakupata kijana, akapata msichana. Biblia inasema sometimes later she gave birth to a daughter and named her Dinah. Verse 22 hakusema kitu. Biblia inasema then God remembered Rachel and listened to her and enabled her to conceive. Sasa alipopata mtoto akamuita Dinah. Hakukumbuka, hakusema kitu kwa sababu alisikia kwamba nilikuwa nataka kijana, bona nikapewa msichana. Kwa hivyo Dinah ameshukiwa na mama yake kutoka kuzaliwa. Rejection imemwigia Dinah. Wale wengine wakizaliwa, mama anaongea anasema hivi, mama akizaa anaongea anasema hivi, mama akizaa anaongea anasema hivi. Lakini alipopata Dinah akakataa kuongea kwa sababu alikuwa anataka kijana. Na Biblia inasema chapter 34 and verse 1. Chapter 34 and verse 1. Now Dinah, the daughter of Leah,
had born to Jacob went out to visit the women of the land. Sasa wako Shechem, mahali wanaitwa Shechem. Ati wakaenda kutembelea vijana wa Dina akaenda kutembelea wanawake wa ile mji. Verse 2 inasema, when Shechem son of Hamor the Hivite, the ruler of the area, saw her, he took her and left her. Akamshukua Dina, huyu kijana anaitwa Shechem, na akamlip. Ni nini imesababisha? Alipata rejection akizaliwa. Mzazi alikuwa akizaa anaongea maneno, lakini hapa amezaa na akanyamaza, ika attract spirit ya rejection kwa huyo msichana anaitwa Dina. Ni hivi nikukwambia kwamba rejection makes you become a target of the evil. Rejection makes you become a target of the evil. Kama rejection uko nayo, wewe maovu itakutafuta, si wewe utaitafuta. Huyu alitoka kutembelea wanawake, ameenda kutembelea wamama wa mji. Tumehamia mahali hapa, nataka kwenda kutembea na wamama nijuane na wao, maana mimi ni mwanamke kama wao. Na kwa hivyo alipoenda, kijana wa Lura ambaye anatawala hiyo mji anaitwa Shechem the Hivite, akamshika msichana na akamlipa. Na hii imefanyika kwa sababu gani? Dina si ati alikuwa anataka alipiwe, hakuna mtu hupenda, lakini rejection iliyokuwa ndani yake ina attract hivyo afanyiwe vibaya. Na hiyo ni unafaa uelewe pia ile story ya Daudi na yule kijana wake pia. Na kwa hivyo mimi nataka uelewe hivi, unatafutwa na mabaya regardless wewe ni mzuri kiwango gani. Nimefanya kazi na mtu ambaye ameadamwa na hiyo spirit ya rejection, na wakati wote na alikuwa mfanyikazi mzuri. Boss hakuwa anataka kumuongezea mshahara, anakataa. Kila nikimwambia kwamba fulani, ananiambia ninahisi hapana. Ananiambia fulani siufute huyo, hata akitaka kupunguza watu kazini ananiambia sianzie na fulani. Namwambia ndiye mfanyikazi yule mzuri kuliko watu, ananiambia hapana, futa huyo, sitasikia ushugu. Lakini ni rejection, mpaka mishahara ikiongezwa hataki kusikia kwamba huyo mtu anaweza ongezwa mshahara. Rejection inasababishanga ya kwamba utafutwe na mabaya siku zote. Rejection inasababishanga utafutwe na mabaya siku zote. Rejection inasababishanga unyimwe haki. Rejection inasababishanga ukose kupata ile baraka ambayo Mungu ameamua utapata. Rejection inasababishanga mahali popote ukienenda, mpaka wale watu ambao unafanya kazi na wao wakutumia excessively. Ukioleka kwa boma ukiwa na rejection, okay, kama utasustain hiyo marriage katika hiyo doa, utafanyishwa kazi zingine shafu ambao watu wa hiyo boma hawafanyishwi. Unakuta ya kwamba anything wrong. Maandiko inasema ya kwamba Daudi anatetea watu. Biblia inasema ya kwamba imeandikwa ati ya kwamba walevi wakituga wimbo walikuwa natuga na Daudi. Yaani walevi, mtu mlevi akitaka kutengeneza wimbo lazima jina la Daudi itajwe ndani. Hiyo ni rejection ya juu. Ati walevi ni wewe wanaibiaga wimbo. Biblia inasema ya kwamba kitu kingepotea katika kijiji cha kwao, watu walikuwa wanasema ya kwamba ni Daudi ameiba. Anasema mara mingi nimelipishwa vitu ambazo sijui. Rejection imefika kiwango hicho. Alikuwa amekataliwa kiwango cha kwamba hata siku ile Samueli alikuja katika hiyo boma, akaambia Jesse, niletee vijana wako wote wale umezaa. Jesse hakuhesabu Daudi, hakumhesabu na kumleta. Alileta watu wengine wote watoto wale amezaa, lakini mpaka Samueli anamuuliza, hauna mtoto mwingine mzee? Hakuna mtoto mwingine? Akasema hakuna kingine huko kwa kufu. Maana Jesse anashindwa, Samuel anashindwa, nimeingia ile boma ambao sikuambiwa ama ni namna gani? Maana ninaona ameleta watoto wake wote, na Mungu aliniambia hapa kuna mfalme, na kila nikichukua pembe yangu ya mafuta Mungu anasema si huyo, si huyo, si huyo, si huyo. Ni nini imesababisha? Ni Daudi kuigiwa na spirit ya rejection. My dear sister, let me tell you, ukiwa na rejection hautaoleka. Utakuwa na tabia inapendeza, kuvaa unavaa vizuri, kuongea unaongea vizuri, na hata mienendo yako na tabia, kila mtu anajua una tabia inayopendeza, lakini hakuna mtu atakukubali. Watu wengi wagonjwa. Kuna mtu nilikutana na yeye, na alikuwa na maisha ambayo haifanani na watu wengine, na at one point akaniambia kwamba mimi niko na shida ya acid, ya kwamba
sikuragi anything. Ananiambia shai ninakunywaga maziwa peke yake, siwezi kunywa chocolate iko na acid, siwezi kunywa majani iko na acid, siwezi kunywa kahawa iko na acid, ati Yakoba siwezi kula chakula yote na kuraga mshere nyeupe na maziwa peke yake. Nikamwambia hiyo hali si ya kawaida, lazima kuwe kuna kitu. Na siku moja tukiwa tunaomba, maana tuchukua kazi ya kufuga na kuomba, Mungu akaongea kwa ibada. Akasema hata haikuwa ibada, ilikuwa evening prayer, tulikuwa kwa maombi ya jioni. Mungu akasema ni vile ulizaliwa, wazazi walikuvutania sana. Anapelekwa kwa chocho anasema njoo chukua mtoto wako, siwezi kaa na yeye. Anashukuru, anarudi kwa mamake anamwambia wewe na unazuia nioleke, rudi kwa chocho yako. Aliregeshwa hivyo mpaka akafika class 7. Ananiambia class 1 nimesomea kwa mam, class 2 nimesomea kwa chocho, class 3 nimesomea kwa mam, class 4 nimesomea kwa chocho, class 5 nimesomea kwa, mpaka akafika class 7. Nikamwambia sasa hii ni rejection, na tulipo ishughulikia chakula yote alikuwa amefugiwa, akaanza kukula. Alikuwa amekoda, amebaki ile tunaitaga na lugha ya Kizungu 1GB, lakini tuliposhughulikia hiyo kitu inaitwa rejection, alifanyika mtu mkubwa mpaka akaoleka, kwa sababu hakuna mtu angemkubali akiwa amekoda kama 1GB. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya rejection. Rejection ni kusema ya kwamba mahali popote utakapoenenda utakutana na vitu ambazo zinasababisha ukataliwe. Na mtu ambaye mama alitaka kutoa mimba, ukiwa kwa mimba lakini akasema nitaitoa, kisha hakutoa, alafu ukazaliwa, rejection unazaliwa ukiwa nayo. Na mtu yeyote ambaye maybe amelelewa kwa shosho yake, ni vizuri pia uelewe hivyo. Unaweza kuwa umeadamu na hiyo spirit ya rejection, kwa sababu ya kukataliwa kwa njia hiyo. Na mtu ambao maybe wewe ndio msichana number 5, msichana number 6, first born wenu msichana, second born msichana, third born msichana, fourth born msichana. Nataka nikuulize, hata wewe ukipiga hesabu vizuri, mzazi alikuwa anataka fourth born kweli msichana? Si ni wewe ulikibia ukakuja haraka haraka, na mzazi hakuwa anataka msichana, ukazaliwa fourth born msichana, fifth born msichana, sixth born msichana. Rejection uko nayo. Na sio msichana tu, kijana pia. First born ni kijana, second born kijana, third born kijana. Wewe third born, fourth born, fifth born, kijana. Uchunguze maisha yako. Rejection itakuwa imekuandama mahali. Na ukiwa nayo, kuna njia unaenda kwa mchungaji ambayo ni wa kwako, na atakushughulikia na utaweza kujifungua kutokana na hiyo maroho. Nataka nikuombee, na niko na imani ya kwamba hilo neno ambalo Bwana amenipea litakusaidia. Nimekuonyesha vile familia ya Jacob ilifanya mambo ikasababisha Dina alipiwe kwa sababu ya rejection. Na kwa hivyo nina imani ya kwamba kuna mtu kuanzia leo atapendeka. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipatia ya kuweza kuleta neno lako. Kuna huyu ambaye ameadamwa na roho ya rejection, na niko na imani ya kwamba Bwana kutoka sasa atakubalika na maisha yake itabadilika vile ilibadilika ya Daudi mpaka sasa akafanyika mfalme. Ninaomba hata ya huyu itabadilika na ataona wema wako. Ninaomba ya kwamba umpatie mabega ambayo itamsaidia, na madhabahu ambayo akienda kwa mchungaji wake atafunguliwa na afanywe huru, na imwezeshe kutoka hapa maisha yake iondolewe mang'ang'ano na ushindi wa msalaba uonekane. Pokea sifa, umwema na umwaminifu, nikiomba ya kwamba hili neno lisaidie mtu wako kwa utukufu wako, kwa Yesu Bwana tumeomba, amen. May God bless you, may God be with you. Naitwa Pastor Raphael, CFF Makutano Meru. Ukitaka kusupport hii program unaweza tuma your support kwa hii namba 22218 7238 itakutolea jina Christian Foundation Fellowship. Na pia ukitaka kutuma kwa namba nyingine unaweza tuma kwa hii namba 0725 000070 0725 000070. Itafika na itasaidia mwili wa Kristo. May God bless you, may God be with you. Bye bye.